Viongozi na wananchi wenzangu, nchi yetu imeanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo utakayotuchukua mpaka mwaka 2050. Na nimefurahishwa na kauli mbiu ya maonesho ya 8 ya mwaka huu inayosema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza Dira 2050. Kauli mbiu hii imetambua umuhimu na uzito tunaopaswa kuweka katika kuyageuza malengo makubwa ya dira tuliojiwekea kwa uhalisia katika kutimiza matamanio na matarajio yetu. Kimsingi, Dira 2050 imetoa nafasi kubwa kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika kuongeza tija, kujenga viwanda, kuzalisha ajira na kupanua biashara. Ni dhahiri kuwa kutambua soko kunaongeza tija, na mfano tunao hapa Tanzania. Tulipolitambua na tukawa na soko la uhakika la tumbaku, tumewekeza nguvu kwenye sekta hiyo na tumeweza kuzalisha tumbaku kwa kiasi kikubwa. Tulipolitambua soko la kahawa, tumeweza kuongeza tija katika uzalishaji wa zao la kahawa. Vile vile katika mazao ya baharini, baada ya kutambua soko la Asia, China na nchi nyingine, leo watoto wa Kisukuma wanakuza na kufuga majongoo ya baharini. Majongoo ya baharini yalikuwa ni kwa watu wa pwani, watu wa baharini. Leo watoto wa Kisukuma na Kikuria wote wanafuga mazao ya baharini. Imekuwa hivyo kwa sababu wanajua soko liko wapi la uhakika, na soko ambalo linawapatia kipato kizuri. Naomba niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya ndani na ya nje ya nchi kwa ajili ya mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tumeifungua nchi kibiashara na uwekezaji, na tunaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje sambamba na mwelekeo wa dira yetu ya taifa unaoipa sekta binafsi nafasi kubwa ya takriban 70% katika utekelezaji wake. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, sasa najielekeza katika kutoa maelekezo yafuatayo. Maelekezo la kwanza nimeshalitoa, la kuongeza kanda za maonesho, lakini la pili, wizara hizi mbili zishirikiane na Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhakikisha kama ilivyoeleza Wakala wa Huduma za Ugani unatekeleza majukumu yake kwa tija, ufanisi, ikiwemo kuimarisha dhana ya ugatuaji wa madaraka, yani D/D. Kwa maana nyingine, nataka shughuli zitakazotekelezwa na wakala huu ziwe sehemu za mifumo ya mamlaka ya serikali za mitaa katika ngazi zote, na ndipo watakapoweza kutekeleza majukumu yao. Vinginevyo TAMISEMI watasema hatusiki na nyinyi, watahusika moja kwa moja makao makuu na watashindwa kuwafikia vyema wale tunaowalenga.